Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ndugu mahujaji watarajiwa, naitwa Ahmed Sharif, mkurugenzi wa iTravel Hajj and Umrah, makao makuu yetu Dar es Salaam na Zanzibar na Pemba na mikoa mingine tuna mawakala. Nashukuru alhamdulillah, tumemaliza semina kwa Zanzibar na kwa Dar es Salaam tutamaliza wiki inayofuata, na kila kitu sasa hivi kimekamilika alhamdulillah kwa asilimia 99. Yaliobakia tena tumemwachia Mwenyezi Mungu. Maandalizi yote yashakamilika, visa tayari, tiketi tayari, almuhim kila jambo tayari limeshakamilika. Imebakia kwenu nyie kufanya ibada sasa na kujiandaa kwa ajili ya kwenda kufanya ibada. Swala la msingi ambalo nalopenda kutoa taarifa, kwa sababu mimi siko sana kwenye kuelimisha semina na kadhalika. Mimi sana niko kwenye upande wa uratibu mzima wa safari, inakuaje na inaendaje, na kukamilisha vitu vya kule, hoteli na treni na mabasi na kadhalika. Kama Sheikh Juma alivyosema kwamba airport tunatakiwa tufike mapema, na lengo la kufika mapema sio kwamba tunataka tu mwende mkakae tu mapema. Lengo la kufika mapema ni kwamba tuhakikishe kila kitu chetu kimekaa sehemu yake. Mambo mengi yanatokea ya dharura ambayo yanasababisha uweze kuchelewa au uweze kukosa hata hiyo safari ya haji kwa mmoja mmoja, sababu yanatokea na yameshatokea. Mtu anakuja mpaka airport labda bado masaa mawili, tayari watu washaingia, wengine kwenye ndege nusu wameshaingia, wana check in, afu mtu anakuja hana passport, kasahau nyumbani, au passport alifikiri anayo mjukuu wake, umeona iko sehemu fulani. Sasa kwa usiku ule utoke airport uifate passport mpaka urudi uipate. Asa kheri, Mungu ajalie safari yako ikamilike, lakini tusichukue tahadhari kama hizo za kuweza kutukosesha safari. Tuhakikishe kila kitu chetu kimekaa sawa. Pasipoti unayo, tiketi unayo, visa unayo, begi lako la nguo zako unayo, dawa pia za matumizi yako unazo. Hapo ndo safari yako inakuwa imekamilika ukifika airport mapema. Kwa hiyo kila jambo lako, unaweza ukafika airport begi likasachiwa, bwana kuna vitu vya kupunguza, utampunguzia nani? Na uko peke yako, labda ushaachwa, watu wa nyumbani washarudi, umeona Kwa hiyo haya mambo ni muhimu kwetu sisi kuyaweka sawa mapema. Na tunakwenda kufanya ibada ya hija, muhimu tuwe na vitu vya lazima, tusichukue vitu tu ili mradi tunataka kuchukua. Tuwe na vitu vya lazima vichache ambavyo vinaweza kutusaidia katika kufanya ibada hiyo. Sababu kweli alhamdulillah mwaka huu tumepata kilo 40 kwa kila mtu. Kilo 40 kwenda na kilo 40 kurudi. Mwaka jana tulipata kilo 20 tu, lakini mwaka huu alhamdulillah tumepata kilo 40. Na tunajua mara nyingi ukitoka hapa kwenda kule unakuwa huna mizigo, lakini kutoka kule kurudi huku unakuwa na mizigo. Vifungashio au mabegi yanayotakiwa ni mabegi halisi. Hawahitaji polo zile, hawahitaji siku hizi wanaita shangazi kaja, hazihitajiwi hizo. Mzigo wako utabaki. Unatakiwa mje na begi rasmi kama hizi, kama unataka kuongeza. Sisi taasisi kama taasisi tunatoa begi moja, lakini kama unataka kuongeza mwenyewe unaweza kuondoka nalo hapa, unaweza ukanunua kule, lakini inatakiwa inunuliwe begi rasmi. Nadhani nimeeleweka vizuri upande wa mabegi. Tunatakiwa tuondoke na begi rasmi. Huwezi kuondoka na mfuko au polo au shangazi kaja au mifuko ya aina nyingine yoyote. Kinachotakiwa ni begi. Na tumepewa kilo 40. Kilo 40 maana yake nini? Begi lako moja lisizidi kilo 32. Begi moja lisizidi kilo 32. Kwa hiyo unaweza kuwa na 30 ukawa na 10, unaweza kuwa na 20 ukawa na 20 begi la pili. Unaweza ukawa na 32 na unaweza kuwa na begi lingine 8.
huruhusiwi kuwa na kilo 40 kwa pamoja kwenye begi moja, hairuhusiwi. Kwa hiyo lazima tuzigawanye. Kwa hiyo ni vizuri ukiweza kugawa 20 kwa 20. Pia ndani ya begi hili tuna begi la mgongoni. Begi la mgongoni hasa kwa wanaume ndo muhimu sana, kwa sababu ya kuweka ihram. Ihram mtakapofika Maskati pale mtabadilisha, mtatia nia zenu, ndio mtakwenda, kwa sababu tunaenda na Omanea. Kwa hiyo tunapita transit Maskati kama muda wa masaa mawili. Pale mtabadilisha, mtasali rakateni mkipata nafasi pale. Mkitoka hapo sasa moja kwa moja kwa ajili ya kwenda. Hapa mnaondoka na nguo za kawaida, au mwenye kufunga ndani, mwingine wanafunga ndani, juu anavaa kanzu, akifika kule anavua tu kanzu, anaweka kipande chake cha juu, anakamilisha ile kuvaa ihram pale. Kwa hiyo begi la mgongoni ni la muhimu, na ihram inakaa mgongoni. Vitu vya maji vimiminika. Vitu vya maji, kama una dawa yako ya maji ambayo imezidi mililita 200 ya robo lita, chini ya robo lita, inatakiwa ikae kwenye begi la kupimwa chini, sio la mkononi. Dawa kama unazo nyingi, na zenyewe nusu yake zinatakiwa zikae kwenye begi ndani. Juu utachukua dawa za kutumia siku 2 mpaka 3 kwa ajili ya njiani tu, lakini kwenye begi utaweka dawa zako, utaweka maji kama unayo. Kama ni jambo lingine, kama una dawa za maji za kienyeji mwenyewe unajua, za Kiarabu, za Sunna, unaweza kuweka humo, lakini mkononi haziwezi kwenda, zitabaki airport. Wenye uzoefu wa safari wanayafahamu hayo, lakini ambao nyie hamna uzoefu, wengine tuwaambie mapema, usije ukachukua mzigo mkubwa ukabaki pale airport. Na airport hawakurudishii, mara nyingi wanazitia kwenye debe la taka, wanajua wao wenyewe wanazipeleka wapi. Hilo swala la mabegi. Swala lingine, habari ya dawa. Dawa, mtu ana dawa za pressure za muda mrefu, za sukari na maradhi mengine ambayo dawa anatumia kila siku. Dawa angalau kiwango cha chini. Safari yetu ni takriban siku 20 mpaka 21 pamoja kwenda na kurudi. Lakini dawa kiwango cha chini angalau uwe na dawa ya mwezi mmoja. Usichukue dawa nyingi zaidi, labda miezi 2 au 3. Hapana, ukiwa na dawa mwezi mmoja inatosha kabisa kukamilisha hii safari yako kwenda na kurudi. Na dawa za kuchukua, jamani, hakikisheni mnachukua dawa ambazo mmeandikiwa na daktari, ambao ukiulizwa hata unayo karatasi yake umeandikiwa. Ukichukua dawa nyingine ambayo pengine Saudia hairuhusiwi kuingia, wakiiona watakuweka wewe chini ya ulinzi. Kwa nini umechukua, unataka kuingiza dawa ambayo hairuhusiwi kule? Sasa hizi tunaelezana ili kuepuka ule usumbufu, kwa sababu safari yenyewe ni ndefu, sio fupi. Kwenda mpaka kurudi safari ni ndefu. Kwa hiyo tupunguze huu usumbufu kwa kujihakikishia kila kitu chetu kinakaa kwenye mpangilio mzuri. Na mwenye dawa tunaye Dr. Rahma hapa, wasilianeni naye, muweke sawa, kila kitu kikae sawa, ujue dawa gani za kuchukua, dawa gani za kuacha. Sawa upande wa dawa. Jambo lingine ambalo la msingi tunakutana nalo tukiwa kule, alhamdulillah, mahujaji wengi wanakwenda, wengine wanalipiwa, wengine wanafadhiliwa, wengine wamelipiwa na ndugu na jamaa, wengine wamelipiwa na watoto. Lakini jamani, ni muhimu kuwa na pesa kidogo za matumizi yako mwenyewe binafsi. Safari yetu ni kamili, tunatoa chakula kamili, tunatoa usafiri kamili, tutakupeleka kila sehemu panapohitajika. Chakula utapata mara 3 kwa siku, hakuna shida. Lakini kuna time umechelewa kurudi, umekuta chakula wameshaondoa, labda unahitaji kula mwenyewe, we mwenyewe umetamani kitu kingine. Sasa hizi ni dharura ambazo zinatokea, lazima mtu binafsi mwenyewe uwe na kiakiba chako kidogo mfukoni kwako ambacho unaweza kununua vitu vidogo vidogo. Kwa hiyo hili swala nalo la kuzingatia sana. Ni muhimu sana kuwa na pesa kidogo kwa ajili ya matumizi yako binafsi. Ima chakula utapewa, chai utakunywa, chakula cha mchana, chakula cha usiku. Kienda Mina pia na kwenyewe ni hivyo hivyo.
lakini inaweza ikaenda sehemu mina ukapewa chakula kikawa hujakipenda, angalau utatoka nje kidogo, kuna vijuisi vinini wanauza, unaweza ukajisaidia. Tuko pamoja, viongozi wetu wako pamoja, watawaangalia kwa kila hali, lakini jambo hili litieni uzito. La mwisho kabla ya kugawa mabegi na tiketi na kadhalika ni kwamba alhamdulillah tumemaliza semina yetu kikamilifu, natumai tumeielewa vizuri, lakini semina zetu haziishii hapa. Haziishii hapa, tukifika kule tutapeana maelekezo, mwenye swali atauliza, asipoelewa atauliza, na msijifanye wenyeji sana kule. Hata kama mtu kisha kwenda kule, kuna matatizo mengi, watu wanapotea. Unaweza ukaingia hapa, ukitokea mlango wa pili umetokea sehemu nyingine kabisa. Kwa hiyo tujaribu kuwa wasikivu kwa viongozi wetu wanapotoa maelekezo. La mwisho, kama Shekhe alivyosema, mazoezi tumebakisha takriban kama wiki moja, wiki mbili. Naombeni mfanye mazoezi ya kutembea tu, sio lazima ukimbie, angalau dakika 30, kiwango cha chini kabisa, sababu ibada yote tunayoenda kufanya kule yote ni kutembea. Kutoka hata sisi hoteli yetu iko karibu dakika 10, lakini dakika 10 nayo ni nini? Ni kutembea. Hakuna dakika 10 ukasema utaipata pale pale, lazima utoke, utakwenda utarudi. Kufanya tawafu na kwenyewe ni karibu kilomita 2 pale, unatembea. Kwa hiyo hakuna ibada ambayo sai ni Safa wal Marwa na yenyewe nayo unatembea. Kwa hiyo hakuna kule ibada ambayo unasema unakaa muda mrefu. Labda baada ya ibada za wajibu zile zote kwisha, ndio utakuwa unaenda msikitini, unakaa unafanya ibada zako, ukimaliza ndio unarudi, lakini ibada zote ni kutembea. Kwa hiyo muhimu tufanye mazoezi kuanzia leo, kuanzia kesho, kwa kipindi hichi kilichobaki, ili kujiweka fit. Tunajua mnatembea, lakini tieni nia ya kufanya mazoezi. La mwisho ni wasihi, safari ya haji ni safari inayohitaji subra kubwa, uvumilivu mkubwa. Sisi tutajitahidi kuweka mambo yetu yote sawa, lakini kule unaweza ukafika ukakutana na dharura ambazo zikawa haziko sawa. Kwa hiyo tunaomba muwe ni watu wenye subra. Subra ndo namba moja katika ibada ya haji. Kuna maudhi mengi, kuna kusukumwa, kuna kupelekwa pembeni, kuna chakula kimechelewa, kuna chakula kinakuja kibaya, usafiri umechelewa, unawekwa chini pale masaa 7, unasubiri kwenda tu Mina, unawekwa chini masaa 5, unasubiri kwenda Madina. Kwa hiyo jambo zima kwa mzunguko wake linahitaji subra. Kwa hiyo subra ni kitu muhimu sana. Pia upendo, tujaliane ambao tunaokwenda pamoja, tusaidiane kwa namna yoyote. Mwenzako hawezi kwenda, msubiri, nenda naye taratibu, namna hiyo. Kwa hiyo tuangalie ni namna gani tuwe pamoja, na hii ni ibada. Kwa hiyo ibada inatuunganisha watu wote tuwe sawa, na ndio maana wote tunavaa nguo nyeupe kule, wote ni watu wa aina moja. Lakini sasa sisi kama sisi tunapokwenda, twende kwa mshikamano, tupendane. Viongozi wapo muda wote, watawahudumia, lakini tusikilize maelekezo ya viongozi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asanteni. Utaratibu wa kugawa